Ndoto yangu, ndoto yangu. Ujambo na karibu Teachkrest. Mimi ni mwalimu wako wa lugha na fasihi Bi Keruvu. Leo hii tunataka tuangalie hadithi ya ndoto yangu katika diwani ya hadithi fupi Kichaa cha Mlungula. Hadithi hii kwa anwani ndoto yangu imeandikwa na mwandishi Vifu Makoti. Vifu Makoti ametucharazia hadithi ambayo ina ploti nyepesi. Ploti yake ni sahili. Kwa nini nasema hivyo? Inaeleweka moja kwa moja. Hebu nikupe uhondo. Ndoto yangu. Mazingira ya kijiografia ni kule Kikwajuni, Mombasa, na pia shule ya upili ya Star of the Sea. Hivyo kimsingi tutapata kwamba hadithi hii inajikita katika pwani ya Kenya. Wahusika ni mzee Mkwanju na mama Zohari. Hawa pamoja wana wangapi? 1, 2, 3, 4, 5. Wa kwanza anaitwa Bakari, ana miaka 26. Alioa akiwa na miaka 24. Anayemfuata huitwa Kasimu. Alafu kuna Juma. Alafu kuna msichana anaitwa Zohari. Alafu wa mwisho ni msichana pia, Asha, ambaye yu darasa la 7. Hadithi hii inajikita katika mhusika Zohari ambaye ana miaka 16 na yupo katika kidato cha pili. Hadithi inapoanza tunaonyeshwa Zohari akiwa amejitoma baharini. Na tunataka tujue ni kwa sababu gani inamfanya ajitome katika bahari Hindi. Hivyo tunapata kwamba kulikuwa na mgogoro baina yake na wazazi. Zohari alikuwa na ndoto ya kuwa muuguzi. Hivyo alitamani kuwa amalize masomo yake, aweze kujiunga na chuo kikuu, alafu afanikiwe kupata kazi, ndipo angeweza kufikiria mambo ya ndoa. Lakini tunaona kwamba wazazi wake, haswa baba, wanamshinikiza aweze kuolewa katika ule umri. Na cha kushangaza zaidi ni kuwa walikuwa wamemtafuta mchumba. Hivyo ilikuwa ni ndoa ya kupanga. Mchumba mwenyewe alikuwa anaitwa Abdalla. Abdalla alikuwa na ndoto kuwa angempenda bibi yake ambaye angekuwa ni Zohari kwa dhati. Wangewalea watoto wao vyema, wachukue katika shule za kifahari. Hivyo tunaona kwamba siku moja Zohari alipoitwa faragani na wazazi wake wakimueleza kuhusu mipango hiyo, walipata mgogoro haswa. Na baadaye tunaona kwamba babake alishikilia kwamba ameshatunga na habanduki kuwa Zohari angeolewa kwa Abdalla, kwa sababu walikuwa ni watu wenye nafsi, ni wakwasi vile. Na kulingana na wazazi wa Zohari, walimuona Abdalla akiwa ni chaguo bora kwa mwanao ambaye ni Zohari, kwa sababu alikuwa ni mcha Mungu kulingana nao na ana pesa. Hivyo maisha mengi angehakikishiwa mazuri. Lakini Zohari hajavutiwa. Yeye anatamani aweze kumaliza shule. Hivyo siku moja hiyo keshoe hakuamshwa na wazazi wake kama ilivyokuwa kawaida. Alipata kwamba ameota huo usiku kuhusu dudu fulani ambalo lilikuwa na manyoya ya kutisha, kisha likawa linamkimbiza. Akaanguka chini, likakaribia. Lilipotaka kumng'ata, akawa ndipo amezinduka kutoka usingizini. Kuangalia alikuwa ameshachelewa. Ndipo anajiuliza mbona mamake hakuwa amemwamsha kama ilivyo desturi. Kutokana na ile hasira, hakuomba hata pesa za kwenda shuleni, bali alitumia akiba yake ya shilingi 20 kwenda shuleni. Hivyo akaenda stage, akapanda gari ambao ulikuwa ni muda wa nusu saa, akafika kule shuleni. Kwa bahati nzuri mwalimu wao wa Kiingereza hakuwa amefika bado. Hivyo akalivuta lile dawati lake na kukaa. Ndipo akaanza kuvuta taswira. Alipokuwa katika
harakati hizi za kufikiria, kuongeza na kuondoa, akaweza kusikia mwalimu akiwaamkua, "Good morning girls," nao wakamwitikia. Lakini tunaona Bi Achieng', mwalimu wao wa Kiingereza, alikuwa ni mtu ambaye ni makini sana. Hivyo aliweza kujua kuwa Zohari alikuwa na shida ambayo ilikuwa inamtatiza. Hivyo akaomba aweze kumuona. Katika maongezi yao baada ya somo lile, Zohari aliweza kumwambia mwalimu wake yale ambayo yalikuwa yakitendeka kwao. Kuwa kilichokuwa kinamsumbua ni mzozano baina yake na wazazi ambao walikuwa wanataka aweze kuolewa, jambo ambalo lingemfanya aweze kutotimiza ndoto yake ya kuwa muuguzi. Bi Achieng' akamwahidi kwamba angefuatilia na kumsaidia. Hivyo tunaona baadaye Bi Achieng' waliandamana na Bwana Ramadhan kuelekea kwao Zohari ili kusemezana na wazazi wake Zohari. Walipofika kule walikuta mama yao kina Zohari. Mama yao akawapikia chai ya mkandaa wale kwa mahamri. Baadaye babake Zohari akafika. Alipofika wakawa na mazungumzo. Lakini tunaona kwamba baba yake Zohari alishikilia kwamba mtoto huenda shuleni ili aweze kujinyakulia fursa za kupata kazi. Na hivyo akipata fursa ambapo anapata hayo yote anayohitaji, hakuna haja kuendelea na masomo. Tunaona walimu hawakuweza kuwa na jingine, bali waliweza kuaga na kuondoka. Hapo ndipo tunaona Zohari akiingia kutoka shuleni. Anapoingia kutoka shuleni, babake anamuuliza ikiwa amejitayarisha kwa ajili ya harusi. Wakawa na maongezi pale, lakini bado Zohari hakuwa amevutiwa na jambo hilo. Lakini mamake akawa anampa nasaha kuhusu shughuli za kuwa mke. Naye Zohari akawa tu anamsikiza. Tunaona siku zilivyokaribia za harusi kufanyika, ndivyo matayarisho kabambe yalivyozidi, kama nyasi kufyekwa na kadhalika, hata nguo za maharusi hao kuandaliwa. Siku ya harusi ikatimia. Mama yake Zohari alikuwa jikoni na vyakula vyake aina aina. Baadaye tunaona muhusika Zohari akiwa anafikiri, anatafakari sana atafanya nini, kwa sababu alikuwa anaona ndoto yake ilikuwa imekatizwa. Watu walipokuwa wakisherehekea katika ile tafrija, akaweza kutoroka na kuelekea bara Hindi kwenye upwa. Alipokuwa pale, akapiga namna ya kuweza kujitia kitanzi ili iwe ni funzo kwa wazazi wote ulimwenguni na si tu wa Kikwajuni. Uzuri kulikuwa na wavuvi waliokuwa wakimwangalia aliyokuwa akifanya. Hao ndio walimsaidia alipojitosa majini. Tunaona baadaye kuwa Inspector Omari alifika pale kwenye tafrija wakiwa na bunduki pamoja na askari wengine. Ikawa mamake Zohari na babake Zohari wamekuwa na hofu kwa sababu walijua mwana wao ameshatoweka baada ya kumtafuta kila mahali, si msalani, si nyumbani, haonekani, wameulizia haonekani. Hivyo babake Zohari akauliza, "Je, mwanangu yu salama?" Hakujibiwa. Baadaye ndipo tunaona kuwa Bi Achieng' walikuwa wakifanya usi wao, na hivyo waliweza kugundua alikokuwa Zohari alipojitoma katika maji ya bahari Hindi. Wale wavuvi waliweza kupiga mbizi wakamchukua alipokuwa akielea na kaweza kupiga wakamchukua hospitalini ambapo aliweza kupata huduma ya dharura. Alipopata ile
huduma ya dharura, ndipo aliweza kujigundua na baadaye akapewa nasaa na Bi Achieng'. Na hivyo tunaona nafasi ya matibabu katika kuokoa maisha, haswa matibabu au huduma ya kwanza. Hiyo ndiyo ilimuokoa, na hadithi inaishia hapo. Mwandishi ameipa hadithi yake Ndoto Yangu, na anwani hii inafaa kwa sababu moja, tunajua ndoto ina maana ya maazimio au matamanio. Pia ndoto inaweza kumaanisha fikra za mtu anazofikiria na wakati mwingine huenda hazitatimia. Aidha, tunajua ndoto ni yale maono ambayo mtu huona akiwa usingizini akilini mwake. Na kivumishi angu pale ni kimilikishi cha nafsi ya kwanza. Hivyo tunaposoma hadithi hii yenye anwani Ndoto Yangu, tunapata kwamba inafaa kwa sababu mwanzo ni fupi kabisa, na hivyo inaweza kukumbukika na msomaji. Aidha, ina mnato wake. Na tatu, inatufanya hata tuweze kujihoji sisi wenyewe tunaposoma. Tunapata ule udadisi wa hadithi yenyewe au wa usomaji. Tunataka kujua nini kimetokea. Ndoto ni ya nani? Inahusu nini? Je, imetimia? Ni changamoto zipi ambazo mtu amepitia katika kutimiza ndoto yake? Baadhi ya hoja ambazo nilizipata ambazo zinaelezea kwa kina ufaafu wa anwani hii ni zifuatazo. Zohari ana ndoto ya kuwa muuguzi. Hivyo tunaona matamanio yake ni kuwa amalize shule, aweze kuingia chuo kikuu, aweze kusomea uuguzi, kisha awe muuguzi, yani daktari. Lakini ndoto yake inakatizwa na babake ambaye anasema kwamba hataki kuyasikia hayo, bali anataka aweze kumuoza kwa Abdalla. Jambo lingine, ndoto ya Zohari ni kumaliza kidato cha 4 na kujiunga chuo kikuu, kisha apate kazi, alafu angeweza kufikiria juu ya ndoa. Na ndoa yenyewe alikuwa anataka aweze kujichagulia mchumba. Ndoto nyingine tunaona inayodhihirika ni kuwa ndoto ya muhusika Zohari ni kuwa huru na kujichagulia mme, kama tu ndugu yake Bakari alivyojichagulia, na wala sio kuchaguliwa na mzazi. Ndoto yake Zohari inakwazwa na vizingiti kama vile ndoa ya mapema, ndoa ya kupangwa na wazazi wake, pana vitisho, na pia kuna shinikizo la jamii. Hivi kwamba wazazi wake wanataka hili na hawataki kumsikiza. Aidha, kwa sababu tumesema kuwa ndoto ina maana ya fantasia, yani mawazo juu ya kitu kizuri ambacho huenda kisifanyike, tunaona hii inafaa kwa sababu Abdalla ana ndoto ya kumpenda mkewe kwa dhati, waweze kulea watoto wao vyema na kuwapeleka shule za kifahari. Lakini tunaona kwamba hili halikutimia kwa sababu harusi yao ilitumbukia nyongo baada ya muhusika Zohari kutoweka. Aidha, nimeweza kuelezea kuwa ndoto ina maana ya maono aonayo mtu akilini akiwa usingizini. Hivyo tunaona katika hadithi hii ambayo imeandikwa na Vifo Makoti, muhusika Zohari akiota kuhusu jinamizi ambalo lilikuwa linamkimbiza. Hiyo ilikuwa ni ndoto yake ambayo inatuonyesha yale ambayo alikuwa akiyafikiria. Jambo lingine, wazazi wa Zohari wana ndoto ya Zohari kuolewa kwa kina Abdalla kwa sababu ni familia ambayo ilikuwa na utajiri. Na hiki kinakuwa ni kioo cha nchi zinazoendelea, kwani wazazi wanawekeza kwa vijana wao wakijua kwamba watakuwa na maisha mema. Hivyo hata wanataka kuwapangia ndoa badala ya watoto wale au vijana kujitafutia wachumba wao wakati ufikapo.
Jambo lingine ni ndoto ya kukomboa akili kutokana na upotovu uliopo katika jamii. Tunaona mhusika Zohari akiwa na ndoto ya kukomboa akili za wazazi wa kule kwa Juni na ulimwengu mzima. Hivyo inakuwa ni kama inamulika vile baadhi ya mambo ambayo wazazi wanafanya, na hivyo wanatahadharishwa kwa waache vijana wajifanyie maamuzi yao, kwani yanawahusu kwa maisha yao. Kimsingi anwani hii ni ramani ya maisha ya mhusika Zohari kutoka ukurasa moja hadi mwingine. Aidha inazungumzia maumivu ya kizazi kimoja, hivyo kufanya msomaji kujiona. Fauka ya hayo, tunaona kwamba anwani hii inatoa funzo kuwa jamii na wajibu wa kuwasaidia vijana kutimiza ndoto zao, kama vile mhusika Bi Acheng ambaye anamsaidia Zohari kujikomboa dhidi ya ndoa ya mapema kwa kuripoti polisi, pia kusemezana na wazazi, na pia kutoa taarifa pale ambapo Zohari alikuwa amejipata katika hali tatanishi. Aidha ni kuwezesha msomaji kujihoji, kwa sababu unapojiuliza ndoto yako au ndoto yangu, mimi mwenyewe ninataka nijue, je, nina ndoto, na ndoto hii nitaitimiza vipi? Ni vikwazo vipi ambavyo nitatumia vinatinga mimi kutimiza ndoto hiyo? Ndoto hii itafanya nihisi vipi na kadhalika. Mwisho tunaona kwamba anwani hii inafaa kwa sababu inajumuisha dhamira kuu ya mapambano kati ya matumaini na changamoto za maisha. Tunaona mhusika Zohari ana matumaini ya kusoma kabisa, lakini anapitia changamoto za maisha kama vile ndoa ya mapema. Hadi wakati mwingine, imekuwa ni mwalimu wako Waluha Bikerubo. Zidi kusubscribe, kushare na kulike hii video, na vile vile nataka kuona maoni yenu katika kikasha. Kindly comment. Why don't we comment? I would love to see your reactions. Yeah, it helps us to grow as a community. Okay, bye.